Sura ya 30. Shetani na mwanadamu vitani. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utaponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Uadui huu sio wa kawaida. Mtu alipoasi amri ya Mungu, hali yake ya asili iligeuka kuwa ovu, ikipatana na hali ya Shetani. Malaika waovu pamoja na wanadamu wakapatana. Kama Mungu asingeliingilia kati, Shetani na wanadamu wangalishirikiana kushindana na Mungu, na kwa njia hiyo watu wote wangejiunga pamoja na kuwa wapinzani wa Mungu. Shetani aliposikia kuwa kutakuwa na uadui kati yake na mwanamke na kati ya mzao wake na mzao wa mwanamke, alifahamu kuwa kwa vyovyote mtu atawezeshwa kuwa mpinzani wake. Kristo aliuweka uadui kati ya mwanadamu kumpinga Shetani. Bila kuwa na uwezo huu wa neema uliowekwa kwa mwanadamu, daima angelikuwa mtumishi na kutenda mapenzi ya Shetani. Lakini kanuni mpya rohoni mwa mtu ilianzisha mashindano. Uwezo ambao Kristo alimpa mtu humwezesha kupingana na utawala wa Shetani. Kuichukia dhambi badala ya kuipenda huonyesha kanuni ya mbinguni. Uhasama baina ya Kristo na Shetani ulionekana dhahiri wakati wa kuja kwa Kristo mara ya kwanza. Jinsi ulimwengu ulivyompokea. Usafi wa utakatifu wa Kristo uliamsha chuki kubwa kati yake na watu wasiomcha Mungu. Hali yake ya kujikana nafsi ilikuwa shutuma kwa wenye majivuno, wenye tamaa. Shetani pamoja na malaika waovu waliungana na watu wa fedhuli kumpinga mwenye ukweli halisi. Hali ile ya uhasama ilionekana kwa wafuasi wa Kristo pia. Walipingana na wokovu. Mtu yoyote anayepinga majaribu ya Shetani huamsha chuki yake na kumletea mashambulio. Kristo na Shetani hawawezi kupatana. Wote wapendao kuishi maisha ya utawa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Timotheo 2 sura ya 3 mstari wa 12. Wajumbe wa Shetani hutafuta kuwadanganya wafuasi wa Kristo ili kuwaondoa katika njia nyofu ya kuafikiana na Kristo. Huyapotosha maandiko ili kutimiza makusudi yao maovu. Roho ile iliyomuua Kristo ndiyo hiyo iliyowaamsha waovu kuangamiza wafuasi wa Kristo. Haya yote ni kivuli cha lile tangazo la kwanza la unabii kwamba nitauweka uadui kati yako na mwanamke na kati ya mzao wako na mzao wake. Kwa nini Shetani hakutani na upinzani mzito? Ni kwa kuwa askari wa Kristo wanashikamana na Kristo kidogo tu. Dhambi haiwachukizi kiasi kikubwa kama ilivyomchukiza Bwana wao. Hawakutani nayo wakiwa na nia kamili ya kuipinga. Wanapofushwa na mkuu wa giza, watu wengi hawajui kuwa adui yao ni jemedari hodari wa vita akipigana na Kristo. Hata wachungaji, wahubiri wa Injili hupita tu bila kujali kuwa adui yao halali daima. Hujifanya kana kwamba hawajali kuwako kwake Shetani. Adui mwangalifu. Adui huyu mwangalifu hujiingiza kila mahali bila kukaribishwa. Huingia kwa kila nyumba, barabara, kanisani, mabarazani, mahakamani. Kazi yake ni kutia wasiwasi, kudanganya, kushawishi, kuwahadaa watu, kuangamiza roho na miili ya wake kwa waume, watu wazima na watoto, na kuleta fujo za kila aina. Huvunja nyumba za watu na kutangua ndoa. Hupanda mbegu za chuki, mashindano na mauaji ya kila namna. Ulimwengu yaona mambo haya kana kwamba yanaletwa na Mungu. Wote ambao wamfuate Kristo ni wafuasi wa Shetani. Wakristo wanapochagua kujiunga na watu wasiomcha Mungu hujitia majaribuni wenyewe. Shetani hujificha asionekane, halafu hashawishi watu bila kuonekana. Kuungana na desturi za dunia ili kuvuta watu kuwaleta kanisani hugeuka kuwatoa kanisani na kuwaingiza waumini ulimwenguni. Kuzoeana na dhambi huifanya isiwe mbaya sana. Kama tukiletwa katika majaribu, tutakuwa na hakika kuwa Mungu atatulinda. Lakini tukijipeleka wenyewe majaribuni, tutaanguka tu bila shaka. Kila mara majaribu hufaulu kuwateka wale wanaonekana kwamba wako mbali na mitego yake. Uwezo na ujuzi ni vipawa vya Mungu, lakini vitu hivi vikiwaongoza watu kutoka kwake hugeuka kuwa mitego. Watu wengi wenye uwezo wa akili na ujuzi mkubwa na hali safi huwa na vyombo mikononi mwa Shetani. Msisahau kuwa onyo lililotolewa zamani ambao linatuhusu sisi kuwa siku hizi muwe na kiasi cha kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba aungurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za Shetani. Petro 1 sura ya 5 mstari wa 8, Waefeso sura ya 6 mstari wa 11. Adui wetu mkuu anajiandaa kabisa katika shindano kuu la mwisho. Wote mnaomtafuta Kristo watahusika katika shindano hili
la adui mkuu. Kadiri wa Kristo wanavyomuingiza Kristo, ndivyo watakavyopambana na mashambulio ya mwovu. Shetani akimjia Kristo na majaribu makali, lakini alishindwa kila jaribu. Ushindi huo unatuwezesha hata sisi kushindana pia. Kristo atawapa uwezo wote wanaotaka. Hakuna mtu atakayeshindwa na Shetani bila ukubali wake mwenyewe. Mjaribu hana uwezo wa kumlazimisha mtu aende dhambi. Anaweza kufanya itokee fujo au matatizo, lakini sio kitendo cha dhambi. Kwa kuwa Kristo alishinda majaribu yote ya Shetani, mambo hayo yatawapa shime wafuasi wake waendelee kupigana kishujaa na Shetani katika vita vya dhambi.